Kuimarisha uhuru wa Afrika katika sekta ya afya kunahitaji mabadiliko makubwa ya kimfumo, kuanzia misingi ya kisheria hadi mtazamo wetu kisaikolojia kuelekea rasilimali tulizonazo. Sekta ya dawa na matibabu sio tu huduma ya kijamii, bali ni nguzo kuu ya kiulinzi na kiuchumi kwa bara zima. Mada B: uhuru wa kitiba na utengenezaji wa madawa, utegemezi wa sasa na hatari za kijiografia na kisiasa. Sekta ya afya barani Afrika inakabiliwa na changamoto kubwa, ambapo zaidi ya 70 hadi 80 ya dawa na vifaa tiba vyote vinaagizwa kutoka nje ya bara, hasa kutoka mataifa ya Asia na Ulaya. Katika muktadha wa sayansi ya jamii na usalama wa kitaifa, hali hii inaliweka bara la Afrika kwenye hatari kubwa ya kimkakati. Pale ambapo ulimwengu unakabiliwa na majanga ya afya au mivutano ya kijiografia na kisiasa, mifumo ya usambazaji wa dawa duniani, global supply chains, hukatika, na mataifa yanayozalisha madawa hayo huzuia bidhaa hizo zitumike kwanza kwa raia wao wenyewe. Jambo hili linaacha mamilioni ya Waafrika bila kinga wala matibabu, na kututhibitishia kuwa nchi isiyoweza kutengeneza dawa zake haiwezi kulinda uhai wa watu wake wakati wa shida. Uchambuzi wa viwanda vya ndani na changamoto ya malighafi. Hata katika maeneo machache barani Afrika yenye viwanda vya ndani vya dawa, viwanda hivi vingi vinafanya kazi ya mwisho tu ya mchakato wa uzalishaji, kama vile kuchanganya viungo, kukandamiza vidonge, au kufungasha dawa, formulation and packaging. Upungufu mkubwa upo kwenye utegemezi wa kemikali hai za msingi zinazofanya kazi ya kutibu ugonjwa kwenye mwili, active pharmaceutical ingredients. Kwa sababu hatuna uwezo wa kutengeneza kemikali hizi za msingi kutoka kwenye vyanzo vyetu vya asili au vya kiviwanda, viwanda vyetu bado viko rehani. Mtikisiko wowote wa kiuchumi duniani unaongeza maradufu gharama za kuingiza malighafi hizo na kufanya dawa za ndani kuwa ghali zaidi kuliko zile zinazoagizwa zikiwa zimekamilika. Mikakati ya kisera kuelekea kujitegemea na kujenga imani ya ndani ili kufikia uhuru kamili wa kitiba na kuacha kasumba ya kutojiamini, mifumo yetu ya kiserikali na kitaasisi lazima itekeleze mikakati mitatu ifuatayo. 1. Kuweka sera za kikanda za uzalishaji wa malighafi. Api. Kutokana na gharama kubwa ya uwekezaji, mataifa ya Afrika yanapaswa kuunganisha nguvu kupitia kanda za kiuchumi ili kujenga viwanda vikubwa vya kimkakati vinavyozalisha kemikali hai za msingi za dawa. Hatua hii iende sambamba na utoaji wa motisha za kodi, ruzuku za kifedha, na sheria zinazolinda viwanda vya ndani dhidi ya ushindani usio wa haki kutoka kwa makampuni makubwa ya nje. 2. Sayansi, utafiti na urasimishaji wa tiba asili. Afrika ina utajiri mkubwa sana wa mimea tiba na maarifa asilia ya matibabu ambayo yamesaidia jamii zetu kwa maelfu ya miaka. Hata hivyo, mifumo ya kisasa ya kisheria na kielimu imetutenganisha na urithi huu kwa kuona kuwa hauna thamani. Ni lazima vyuo vikuu na taasisi za kitafiti zishirikiane na wenye maarifa asilia kufanya majaribio ya kisayansi ya kimaabara, kutambua viwango salama vya matumizi, dosage, kupima usalama wa viungo vya ndani, toxicity tests, na kuboresha ufungashaji. Dawa hizi zikishaingizwa kwenye miongozo rasmi ya matibabu ya kitaifa, zitatengeneza soko kubwa la ndani na kupunguza matumizi ya fedha za kigeni. 3. Kuboresha mazingira ya utafiti na kuzuia ukimbizi wa kiakili. Afrika inasomesha wataalamu wazuri sana wa famasia, kemia na tiba, lakini wengi wao wanakimbilia nchi zilizoendelea kutokana na mazingira duni ya utafiti na maslahi madogo nyumbani. Ni wajibu wa serikali zetu kujenga na kufadhili maabara za kisasa za utafiti ili kuwapa wataalamu wetu nafasi ya kuvumbua chanjo na madawa yanayoendana kikamilifu na mazingira, magonjwa pamoja na vinasaba vya watu wa Afrika.